Je, ni nini kinachoendelea nchini Mexico? El Mencho alikuwa kiongozi wa genge la Jalisco New Generation Cartel ambalo linafanya kazi kutoka jimbo la magharibi la Jalisco na linajulikana kwa silaha zake kubwa za kijeshi. El Mencho ameuawa akiwa na umri wa miaka 59 akiwa anatoka jimbo jirani la Michoacan. Kuna uvumi kwamba alikuwa afisa wa polisi kabla ya kuwa bwana wa dawa za kulevya. Alipanda ngazi katika kundi la wahalifu wa biashara ya dawa za kulevya nchini Mexico kwenye miaka 1990. Mnamo mwaka 1994 alihukumiwa nchini Marekani kwa biashara ya dawa za kulevya na akatumikia karibu miaka 3 jela kabla ya kurudi Mexico. Kuna hadithi nyingi kuhusu mbinu za El Mencho za kushughulika na wapinzani. Aliwahi kutumia kichwa cha nguruwe aliyekatwa kwenye sanduku la barafu kwa wakili wa Mexico kama tishio. Jarida la Rolling Stone liliripoti mnamo mwaka 2015 likimnukuu wakala wa zamani wa uwanja kutoka utawala wa utekelezaji wa dawa za kulevya wa Marekani ambaye hakutajwa jina. Rekodi ya simu ilimkuta akimtishia kamanda wa polisi wa eneo hilo kwa ishara ya simu Delta One, akiahidi kumuua na hata mbwa wako ikiwa maafisa wake hawatarudi nyuma. Kisha akamalizia kwa maneno yasiyo na adabu, samahani kwa lugha mbaya. El Mencho alipopanda cheo na kuwa muuzaji mkubwa wa dawa za kulevya, alianza kuwekeza sana katika manowari ambazo alizitumia kusafirisha dawa za kulevya kutoka Amerika Kusini hadi Marekani, Rolling Stone liliripoti. Jarida hilo lilimnukuu wakala huyo wa zamani wa DEA akisema El Mencho aliajiri wahandisi wa majini wa Urusi kusaidia kubuni manuari hizo. El Mencho alikuwa mmoja wa wakimbizi wanaotafutwa sana Washington, na Marekani ilikuwa imempa zawadi ya dola milioni 15 kwa taarifa zilizosababisha kukamatwa kwake. El Mencho aliuawa na vikosi maalum vya Mexico wakati wa operation ya kijeshi ya kumkamata huko Talpalpa, kusini mwa Jalisco, siku ya Jumapili. Vikosi vilitumwa kumkamata El Mencho na wafuasi wake walijaribu kupigana nao. Mamlaka yalisema aliuawa wakati wa operation hiyo. Kwa mengine mengi usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe. Until the next time. Bye bye. Pow.